malengo ambayo walikuwa wamepanga, kwa maana kuhakikisha wanavuka na kupata ile area goals, magoli ya mapema. Kwa hiyo wakafanikiwa kufunga goli la kwanza ile dakika ya 5. Ni moja kati ya kitu ambacho kiliwafanya psychologically kama wametekeleza yale malengo walikuwa nayo. Kwa hiyo gari itagonga basi. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kimeapprove kwanza ile approach ambayo walikuwa wameingia nayo ilikuwa ni approach sahihi, na hasa baada ya kufunga goli dakika ya 5. Ni moja kati ya approach ambayo uliona kabisa kwamba wameipanga kufunga magoli ya mapema ili kujenga saikolojia ya wachezaji, kwa sababu unajua walikuwa wana deni kama ambavyo walikuwa wamepoteza bao 1-0. Kwa hiyo cha kwanza ilikuwa lazima kulipa deni. Sasa deni, moja kati ya approach ambayo huwa inatumika ni kuhakikisha kwamba unalipa lile deni mapema. Ndio sababu zile dakika za mwanzo wakafanikiwa, unamuona kabisa ni beki wakati Dickson Job anakwenda kuweka goli, kuweka mpira nyavuni, kitu ambacho kikarejesha sasa yani ule mkakati. Umeona kabisa sasa hata confidence ikaanza kuongezeka kwa wachezaji, ukaona hata possession, aina ya mpira ambao jinsi walikuwa wanacheza. Ndio kuna kipindi cha pili walikuwa wako more defensive, wapinzani wakawa almost wana dominate almost halfway, lakini as far as walikuwa wanacheza ni objective football, kwa maana ya mpira wa malengo. Kwa hiyo kufanikisha malengo, unaona kabisa wameweza kufanikiwa, lakini kuna vitu vingi sana ambavyo wamejifunza katika mechi hii ambayo wanatakiwa wajipange kwenye hatua wanazokwenda, kwa sababu hatua wanazokwenda ni ngumu zaidi na zina changamoto nyingi kulikoni hii hatua ambayo waliotoka. Bado kuna changamoto nyingi. Ukiangalia kwa mfano kama chances ambazo wamecreate leo, umeona kabisa kwamba more than zaidi ya nafasi hata 6-7, actually mbali zile clear chances ni kama 6 hivi ambazo zilikuwa zinahitaji 100% concentration, mpira ungeingia nyavuni. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho wanatakiwa kufanyia kazi, lakini pia hata mistake kwenye safu ya ulinzi. Kuna wakati walikuwa wanacheza flat defense, kitu ambacho kinapelekea kwamba mtu akidribble akimpiga shenga mmoja na wapiga wawili, kukawa hakuna recovery. Ni moja kati ya maeneo ambayo yanatakiwa pia wafanyie kazi kwa hatua zinazofuata. Of course kwa jinsi ambavyo wanapokwenda, ndio hapa kuna changamoto ya badiliko benchi la ufundi. Sasa inategemea na kocha atakayekuja kama atakuwa na program gani ambayo itaendana na aina ya wachezaji aliyowakuta, kwa sababu unaona kabisa yani kocha hana namna, lazima aingie na program ambayo itaendana na wachezaji hawa jinsi ambavyo wanavyocheza. Hawezi kuingia na programu yake tofauti na wachezaji ambao wamesajiliwa. Wapi Young Africans wanahitaji kocha mkuu kwa haraka kwa namna walivyocheza? Sijasikia swali. Wapi Young Africans wanahitaji kocha mkuu kwa haraka kwa namna walivyocheza leo? Of course kocha ni lazima, kwa sababu kocha lazima aingie na plani, lazima awe na program, training program ni lazima, kwa sababu unapoingia kwenye hatua kama hizo zinazokwenda kwenye hatua za makundi, ni lazima ufanye assessment ya mpinzani wako, alafu ndio program yako ya mazoezi iendane na kile ambacho umekipanga kucheza katika mechi na mpinzani huyo. Kwa hiyo lazima kocha ambaye ana experience ya mechi za kimataifa na ana uzoefu wa kushinda katika mechi hizi za kimataifa, ambazo approach yake huwa ni ndio performance, lakini huwa ni result oriented, na hasa katika mechi za nyumbani. Kwa maana ya mechi ya nyumbani ni lazima ukusanye alama 3.